tuweze kulisikiza na kulielewa neno lake, ambapo tulivyolisoma kutoka hicho kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yaani katika somo hili ni kwamba Yesu alikuwa akiwaombea wale wanafunzi wake, na wakati huu ulikuwa sasa hako tayari kwenda kutiwa katika majaribio na kuteswa na hata kupangwa pale msalabani. Aliona wakati wake umeyoyoma, umeisha hapa duniani, na kwa hivyo alipokuwa sasa hatapata nafasi nyingine, kwa maana wakati huu sasa anaongea na wanafunzi ni wakati ambapo ulikuwa Wayahudi wanajiandaa kikamilifu ili waweze kwenda kumshika na kwenda kumtesa na kumtia pale mtini, wakitania kwamba wakimuua basi hiyo injili yake taisha. Ndipo akaona ya kwamba hawezi akaenda kwa majaribio pasipo kuwaombea wale wanafunzi wake. Aliwaombea kutoka huko juu. Ndio maana sasa hapa fungu la 21 anasema ya kwamba siwaombei tu hawa. Bwana asifiwe. Hawaombei peke yake wale ambao walikuwa wanafunzi wake, anawaombea pia na wale ambao watakuja kusikiza neno hili baadaye. Bwana asifiwe. Hivyo mimi na wewe tayari tunaombewa na Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana sisi tunasoma neno hilo aliposema. Maandiko yanatujulisha ya kwamba aliwaombea, lakini na wale watakaoamini kwa sababu ya neno lako. Bwana asifiwe. Wale ambao wataamini, wale ambao tutahubiria, wale ambao tutanenea neno hili na waweze kusaidiki, hawa wote tayari wameombewa na Yesu Kristo mwenyewe vile alivyowaombea wale wanafunzi wake. Kwa nini waombee wale wanafunzi wake? Kwa nini atuombee sisi ambao wote sasa tunasikia neno hili? Ikiwa tutaliamini pia sisi tutakuwa katika maisha yake, ama tutaingia katika utukufu wake. Ni kwa nini atuombee? Angeacha sisi tutupambane wenyewe, lakini binadamu ni mwenye dhambi, hawezi yeye mwenyewe kushinda ibilisi pasipokuwa Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana akaacha utukufu wa mbinguni, akakuja ili kwamba ije hapa ulimwenguni apate mateso kama binadamu, aweze akapata magonjwa kama binadamu, aweze akateswa, aweze akapata mapepo. Alipambana na mapepo, alipambana na ibilisi, akimchukua pale jangwani, akimwambia ya kwamba Yesu alienda jangwani akukesa, na alikaa pale siku 40 pasipokula kitu. Basi ibilisi akakuja akamwambia, kama wewe ni mtoto wa Mungu, basi geuza hii mawe ya kule nini mikate ukule. Lakini Yesu alimwambia mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Hiyo neno ndiyo anayetuombea tupate hiyo neno liweze likatuimarisha, liweze likatutia nguvu. Ibilisi sasa akija na mishale yake, sasa tutakuwa tayari kupambana naye. Mwanadamu hawezi pambana na mishale ya ibilisi akiwa mzima wewe kama vile mimi niko hivi. Kama simo ndani
ya Yesu Kristo, ibilisi atanigonga huku, akinigonga mbele, atanigonga nyuma, akinigonga upande, mpaka niweze nikaanguka. Lakini nikiwa naye Bwana wetu Yesu Kristo akichaa ndani yangu na Roho Mtakatifu, hata ufanya nini? Huwezi ukanitingisa, kwa maana yeye amekaa. Akisha kaa ndani yako ni kama amekukinga, kama anakuwa kinga yako, anakuwa mamba wako. Hakuna mtu tena atakuja kukutoa katika upande wake. Ndipo akasema ya kwamba mimi, wale wote ambao umenipa, hakuna mtu ataweza kupokonya kutoka kwa mkono wake. Kwa hivyo alituombea ya kwamba sisi wale ambao tunaamini, wale ambao tunaosikia neno hili, tuweze kukaa kwa umoja. Bwana asifiwe. Anasema waliokaa ndani yangu, kama vile sisi na wewe tuko pamoja. Wewe unakaa ndani yangu. Yesu anasema ni Mungu anakaa ndani yako. Anaomba ya kwamba ikiwa wewe unakaa ndani yangu, wote wawe na umoja, kama wewe Baba uliyo ndani yangu nami ndani yako, na hao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusaidiki ya kwamba wewe ndiye uliyonituma. Haleluya. Anataka tukae na umoja. Tukiwa na umoja, ulimwengu utasaidika ya kwamba kweli Yesu alituma na Mungu. Lakini tunaposambaratika, tunapokaa kando, hata ulimwengu unasema, hata unaona watu wa kanisa hilo wanatucheka, wanatuchekelea, wanatupa matusi, wanatunena, kwa maana hatumo na umoja. Hiyo ndiyo sababu ulimwengu wetu ukasaidike ya kwamba kweli tunayemuomba ni Yesu, kwa maana sisi kila mtu aka na maneno yake. Ndipo Yesu anataka tuweze tukapendana. Ndipo anataka wale ambao tunaomwamini, wale ambao tunaomcha, lazima tuweze tukawa na umoja, tukae katika umoja, tuweze kuwa na upendo, tuweze kuwa na amani. Hivyo Yesu ngawa aliweza akaenda, anasema Mungu alimpa utukufu, na yeye Yesu hakujiwekea ile utukufu. Anasema ya kwamba alitupa, aliwapa wale wanafunzi na wale ambao wataamini, wale ambao watakayesaidiki neno hili, basi nao watapata utukufu huo. Anasema nami utukufu huo niliponipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, nawe wamekamilika katika umoja, ili wawe wamekamilika katika umoja. Yaani ametupa utukufu ule wa Mungu. Yaani ikiwa tumepatiwa utukufu ule wa Mungu, ni kwamba sasa tuko viumbe vile tulivyoumbwa. Hatuko viumbe vile ambavyo vinatenda dhambi. Hatuko viumbe ambavyo vile havisikii. Hatuko viumbe vile ambao vinatengenya. Hatuko viumbe vile ambavyo vinanena neno watu, bali sisi tuko na utukufu. Utukufu ni ule wa Mungu, tuko ndani yake. Tuko na utukufu wa Bwana, tuko na imani, tuko na yale ya mambo yote ya kibinguni.
Hiyo ndiyo anamaanisha. Ikiwa wewe umemwamini Yesu Kristo, wewe unakuwa kama Kristo. Kristo hakutenda dhambi, basi ukimwamini wewe unaitwa Kristo, pia wewe unakuwa kama Kristo alivyokuwa. Unakuwa mwema, unakuwa mtu ambaye anaaminika, mtu ambaye watu wanaweza kutegemea, mtu ambaye anafanya mambo yake vilivyo pasipo kuficha chini ya ukingo. Anakaa kama mwanga, anakaa kama taa ya kuangaza. Taa ya ulimwengu inapong'ara, kila mtu anaona. Ndipo hapa anasema Baba ni mwenye haki. Ulimwengu haukujua Baba, ama hawezi kujua, kwa maana Baba ni mwenye haki. Ikiwa Baba basi ni mwenye haki, na Yesu ametupa utukufu huo, basi na sisi tuwe wenye haki. Tusiwe kama ulimwengu walivyo, wasipomjua, wasiposaidiki. Hata wakiambiwa neno hili hawawezi wakasaidika. Lakini katika neno hili tutakapokaa pamoja, tutakapokuwa na imani, tutakapokuwa wamoja, tunasema mamoja, tunanena, tuna nia moja ya kwamba sisi ni watu ambao tumechaguliwa. Hiyo ndio anataka kumalizia. Anasema ya kwamba mimi niliwachagua tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Wakati alipoumba mwanadamu Adamu na Hawa, yeye alisema ya kwamba sasa na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu. Hiyo ndio maana anaendelea kuwa pamoja nasi, ndio maana anaendelea kuwa na upendo, ndio maana anaendelea kutupenda. Hatupendi kwa sababu sisi ni wazuri, hatupendi kwa sababu sisi tuko sura na ng'ara, lakini anatupenda kwa sababu sisi ni viumbe vilio na sura yake. Sisi ni viumbe ambao alichagua. Tuliposoma katika Matendo ya Mitume pale, tunaona ya kwamba wale wanafunzi walifika wakati wanachagua mtu, na walipiga kura, wakaweza kuchagua Mathayo. Na huyu Mathayo akawa mmoja wao, alichaguliwa na wale mitume ili atumikie, kwa maana kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Yuda Iskariota aliyemtoa Yesu Kristo, akaweza kumsaliti Yesu Kristo na akajiua. Sasa wamebaki 11. So walitaka wao wangapi? 12. Wakachagua mwingine. Hivyo hivyo vile binadamu wanavyochagua mtu awe mmoja wao, Mungu ndivyo anavyotuchagua. Unaweza kuwa wewe uko kwako na ujui, lakini umechaguliwa. Bwana asifiwe. Ndio maana umefika katika kanisa. Sio rahisi watu kufika kanisani basipoitwa, basipochaguliwa. Ndio maana natuambia natukasia ya kwamba mimi niliwachagua. Bwana asifiwe. Umechaguliwa, sio mtu wa kawaida. Umeitiwa kwa jina la Yesu Kristo, na Yesu anakujua. Anajua jina lako, anajua vile unakaa, anajua vile unahisi, anajua vile unakosa, anajua mambo yako yote ya ndani na nje, yale watu wengine hawawezi kujua, lakini Yesu mwenyewe anakufahamu sinsi ulivyo. Unaweza kutaja juri. Ndio maana anasema ya kwamba yaani ukitaka kumcha Yesu Kristo ama kumuomba, kwa maana ukitaka kumuomba, anasema usiombe kama hao wengine wanafi. Wanaenda wakiomba katika masoko, katika njiani, katika barabarani, ili waweze kuonwa na binadamu. Bado anasema kama
ujifungie pale, uombe kwa asili, na yeye anayesikia kwa asili atakusikiza. Sio lazima tupige makelele kama vile tunapiga hapa sasa, sio lazima, bali anasema utakapokwenda huko ndani na chumba yako huko ndani, uombe kwa asili, yeye anayesikia kwa asili atakujibu majibu yako, kwa maana amekuchagua, kwa maana anakujua, kwa maana anajua kama kondoo mchunga kondoo ama mwenye kondoo anajua kondoo zake, anaziita hata kwa majina. Ndipo Yesu anasema yeye ndiyo mchungaji mwema, anatujua kwa majina, anajua vile tulivyo, anajua yale mahitaji yetu, anajua yale mambo yanayotukumba. Kama ni mapepo yako ndani yetu, yeye anajua. Kama ni mambo maovu yanaye tukiri katika maisha yetu, yeye anasema anatufahamu, anafahamu mambo yote yale ambayo yanayotusumbua ulimwenguni huu. Anajua kila mtu nyumba yake vile anavyoishi, anajua mahali unakotoka, anajua mahali unakoelekea, anakujua ndani ya nje, anakujua basipo binadamu yeyote kufahamu, bali yeye ndiye anaye kujua vizuri. Binadamu hawezi wakakujua, bali Yesu mwenyewe anakujua. Ndio maana aliombea wanafunzi ombi hili, akaweza akasema sio peke yao anaombea, bali anaombea na wale ambao watakuja kuliamini neno hili. Bwana asifiwe. Hiyo neno ambayo tumeletewa siku ya leo, ndiyo neno hiyo utakapoliamini atakuja kukuchukua kama mtoto wake, kwa maana umekuwa mwaminifu kwa neno lake. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mbinguni mapenzi yako yatimizwe. Baba mapenzi yako yatimizwe. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote wakujue. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wote waokoke. Mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, wasichana wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe, watoto wote waokoke. Baba wetu wa mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Tuombe. Baba uliye mbinguni, tunaliinua na kulisifu jina lako. Angalia neno ambalo tumesikia siku ya leo, liweze Bwana likaingia katika mioyo yetu.
lituonye likatufundisha, ili kweli sisi tuwe watu wako wa kweli. Vile ulivyotuombea Bwana, tuweze kuwa na umoja kama mlivyo na Papa. Bwana, tuweze kuwa na amani, tuweze kuwa na umoja, tuweze kuwa na upendo na ndugu zetu wote mahali popote wanaokaa katika ulimwenguni huu. Bwana, neno hili lifatiwe katika mioyo yetu, liweze kakaa mpaka litufikisha katika ufalme wako. Tutakapoletea ufalme wako, tuwe kwanza Bwana kukurakia wami. Tunajua ni wengi ambao walitaka kuona siku hii, lakini Bwana wakiweza kufika kwa ajili ya yule mwovu Ibilisi amepokonya uhai wao. Bwana wa mbinguni, Bwana unaishi, muumba wa mbingu na nchi, tunalitukuza tena na kulinua jina lako. Usikie kilio chetu, usikie maombi yetu. Wale ambao wako wagonjwa hospitalini tunawakumbuka. Wale walio Bwana hata nyumbani mwao wakiwa wagonjwa tunawakumbuka saa hii. Uweze Bwana ukaleta mwanga wa utukufu wako ung'ae juu ya maisha yako. Baraka zako zing'are kwa kila mmoja. Sikia kilio chao na maombi yao. Uwaitikie Bwana wanaokuita. Uweze Bwana